Karibu kwenye kipindi cha Neno, msikilizaji. Jina langu ni Pamela Omodo. Somo letu li kwenye sura ya 10, tukianzia mstari wa kwanza hadi sura ya 12 aya ya 10. Sehemu hii ya maandiko yahusu yaliyotendeka baada ya kifo cha Sulemani, hasa kugawanyika kwa ufalme wa Israeli katika utawala wa mwanawe Rehoboamu. Sura hii na zilizosalia ni sehemu ya mwisho katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Sulemani amekufa na Rehoboamu amechukua hatamu za uongozi. Upumbavu wa Rehoboamu uliufanya ule ufalme kugawanyika. Ufalme wa kaskazini ambao uliitwa Israeli ulijumuisha makabila 12, nao ule wa kusini ulikuwa na kabila 2 tu, yani kabila la Yuda na hilo la Benyamini, nao ndio uliitwa ufalme wa Yuda. Katika kitabu hiki Mungu azingatia ufalme huo kwa kuwa mzao wa Daudi atakayetawala milele atatokea huko. Ni kwenye sehemu hii ndipo twapata habari za uvuvio mara 5 katika tawala za wafalme tofauti. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili kwenye sura ya 10. Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekuja Shekemu ili wamfanye mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati aliposikia, maana alikuwako Misri ambako amekimbilia mbele ya mfalme Sulemani, Yeroboamu akarudi kutoka Misri. Mambo ya Nyakati ya Pili, ndugu msikilizaji, haituambii habari ya Yeroboamu, lakini kwenye kitabu cha Wafalme twapata kwamba mtu huyo alitaka kuongoza uasi dhidi ya Sulemani kabla ya kifo chake. Ilimlazimu Yeroboamu huyo kukimbilia Misri ili ayaokoe maisha yake, naye akakaa huko hadi alipokufa Sulemani. Aliporudi katika nchi, alirudi kwa nia ya kuongoza mapinduzi na kufanya fitina juu ya Rehoboamu. Iwapo Rehoboamu angelikuwa na hekima kuhusu jambo hili, basi ufalme ule haungeligawanyika. Tazama yaliyoko kwenye aya ya 3 na 4, ambapo neno lasema hivi: wakapeleka ujumbe wakamuita Yeroboamu, akaja na Israeli wote wakamwambia Rehoboamu wakisema, baba yako alilifanya zito kongwa letu. Basi sasa upunguze utumwa mgumu wa baba yako na kongwa lake zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Kongwa ambalo latajwa hapa ni sawa na ushuru. Ushuru, msikilizaji, ni jambo lililoleta utata katika ufalme ule. Kama ilivyokuwa wakati ule, iwapo kuna jambo ambalo limeleta maasi ulimwenguni, ni jambo hili. Utawala wa Kirumi ulianguka kwa sababu hiyo. Ufaransa ikapitia hali ngumu ya mabadiliko na mageuzi kwa sababu ya ushuru waliotozwa wenyeji wa nchi ili kustawisha nyumba ya kifalme. Tangu wakati ule hadi sasa Ufaransa ni jamhuri. Kweli ndiyo hii, msikilizaji, ushuru ukitozwa miongoni mwa raia bila ya kuwajali na pia ya kuwepo na uwazi, ni lazima patakuwepo na mageuzi. Shida hiyo ndiyo ilikuwa katika ufalme wa Israeli wakati alipochukua hatamu za uongozi huyo Rehoboamu. Sulemani alikuwa amewatoza watu ushuru wa juu sana kwa sababu ya miradi nyingi alizokuwa nazo. Ni kwa msingi huo ndipo Yeroboamu aliwakusanya Israeli wote na kumuuliza huyo mfalme mchanga kupunguza ushuru huo. Aya ya 5 yasema hivi: akawaambia, mniruhusu baada ya siku 3. Watu wakenda zao. Ombi la watu hao lilikuwa halali tena sawa kabisa. Rehoboamu alikuwa na fursa ya kuangalia swala hilo na kulishughulikia kwa njia ya busara. Naam, angelipunguza ushuru. Hebu tazama jibu lake kwenye aya ya 6 hadi aya ya 8. Mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliosimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai bado, akasema, mwanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukiwa mwema kwao watu hawa na kuwapendeza na kuwaambia maneno mazuri, ndipo watakapokuwa watumishi wako siku zote.
lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye, waliosimama mbele yake. Aya ya 9 yaendelea kusema hivi: akawaambia, je, mwanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa waliosema nami wakisema, utufanyie jepesi kongwa alilotutwika baba yako? Bila shaka, ndugu msikilizaji, Rehoboamu hakuwa na hekima ya kufanya uamuzi. Hili ambalo twaliona hapa ni kwamba aliacha shauri lile la wazee walilompa, naye akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye. Iwapo angelifuata hekima ya wale wazee waliotumika katika baraza la Suleimani, naamini kwamba mambo yangelikuwa tofauti. Wao walijua hali ya mambo kihalisi, maana kijana yule yeye hakujua lolote lile. Na katika yeye kuwageukia wale vijana, twapata ushauri wa vijana wale, kama vile ilivyo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Neno lasema hivi: na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia wakasema, uwaambie hivi watu wale waliosema nawe wakinena, baba yako alilifanya zito kongwa letu, lakini wewe tufanyie jepesi. Uwaambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama baba yangu aliwatwika kongwa zito, mimi nitaongeza kongwa lenu, baba yangu akiwapiga kwa mijeledi, lakini mimi nitawapiga kwa ngee. Hayo ndiyo maneno yaliyotoka katika ushauri wa vijana. Hasa wale vijana walimuhimiza aongeze ushuru. Iwapo kuna jambo la kijinga alichofanya kijana huyo mfalme, ni hili: wazee wale, ingawaje walihudumu katika baraza ya Suleimani, walimjulisha kweli kuhusu hali ya mambo jinsi ilivyokuwa, lakini aliacha ushauri wao na akakosa kupunguza matumizi ya umma na ushuru. Naye alifanya kama vile twasoma kwenye aya ya 12 hadi 14. Hebu sikiliza: basi Yeroboamu na watu wote wakamjia Rehoboamu siku ya 3 kama mfalme alivyoamuru, akisema, mnirudie siku ya 3. Mfalme akawajibu kwa ukali. Mfalme Rehoboamu akaliacha shauri la wazee, akasema nao kwa shauri la vijana, akinena, baba yangu aliwafanyia kogwa zito, nami nitawaongezea. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, lakini mimi nitawapiga kwa ngee. Maneno ya mfalme, msikilizaji, yalikuwa bila huruma, kama vile hayakuwa na busara wala hekima. Bila shaka, kama vile nilisema, Rehoboamu aliliacha shauri la wazee na kugeukia ushauri wa vijana wale. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 15, ambapo neno la Bwana latuambia hivi: basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Mungu, ili alithibitishe neno lake alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa mkono wa Ahiya Mshiloni. Unabii unaotajwa hapa ni ule ulioko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 9 hadi 39. Kwenye aya ya 16 neno laendelea kusema hivi: basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hawasikilizi, watu wakamjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? Wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Nendeni zenu hemani kwenu, enyi Israeli kila mtu. Sasa itunze nyumba yako mwenyewe Daudi. Basi wakaenda zao Israeli wote hemani kwao. Israeli inayotajwa hapa, ndugu msikilizaji, ni kabila 10 zilizojitenga, nazo kabila 2 zikasalia chini ya utawala wa Rehoboamu, nazo zikaitwa ufalme wa Yuda. Kabila hizo ni Yuda na Benyamini. Aya ya 17 hadi 19 zatuambia hivi kwa kumalizia sura hii ya 10: lakini kwa habari za wana wa Israeli waliokaa katika miji ya Yuda, Rehoboamu alitawala juu yao. Ndipo mfalme Rehoboamu akamtuma Adoramu msimamizi wa shokoa, nao wana wa Israeli wakamtupia mawe hata akafa. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda garini mwake ili akimbilie Yerusalemu. Hivyo Israeli wakasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo. Yaonekana kwamba huyu Rehoboamu hakufahamu jinsi hali ilivyokuwa kihalisi. Alipomtuma afisa huyo kukusanya ushuru, afisa huyo alipigwa mawe hadi kufa. Hapo ndipo kijana huyo alifahamu uhalisi wa mambo baada ya mambo kutoka kwenye reli. Kwa hivyo Israeli waliasi nyumba ya Daudi kwa njia hiyo. Rehoboamu aliporudi Yerusalemu, aligundua kwamba ufalme ule ulikuwa umegawanyika, naye alibakia na kipande sio kikubwa mno. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya kwanza ya sura ya 11.
Neno lasema hivi: hata Rehoboamu alipofika Yerusalemu, akakusanya nyumba ya Yuda na Benyamini watu wateule 180,000 waliokuwa hodari, watu wa vita, ili wapigane juu ya Israeli, ili wamrudishie Rehoboamu huo ufalme. Jambo la kwanza, Rehoboamu alipoteza sehemu ya ufalme wake kwa sababu ya upumbavu na ujinga wake. Hata hivyo, Mungu alikusudia kutenda jambo hilo kwa sababu alikuwa amemnenea Yeroboamu mwana wa Nebati kwa mkono wa Ahiya Mshiloni. Sasa kwa sababu Rehoboamu hakufahamu jambo hilo, alitaka kuendelea kujiletea hatari zaidi kwa kutangaza vita dhidi ya Israeli au makabila yale 10. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 2 hadi aya ya 4: lakini neno la Bwana likamjia Shemaya mtu wa Mungu kusema, mwambie Rehoboamu mwana wa Sulemani mfalme wa Yuda, uambie na Israeli wote waliomo Yuda na Benyamini ukisema, Bwana asema hivi: hamtapanda wala kupigana na ndugu zenu, rudini kila mtu nyumbani kwake, kwa kuwa jambo hili limetoka kwangu. Basi wakayasikiliza maneno ya Bwana, wakarudi kumwendea Yeroboamu. Licha ya kufanya maandalizi kwa ajili ya vita, tuona kwamba Mungu aliingilia kati na kuwakomesha watu wale, kwa kuwa neno hilo lilitoka kwa Mungu. Baada ya hayo, ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 5 hadi aya ya 12: naye Rehoboamu akakaa Yerusalemu, akajenga miji yenye ngome katika Yuda. Akajenga na Bethlehemu na Etamu na Tekoa na Bethsuri na Soko na Adulamu na Gathi na Maresha na Zifu na Adoraimu na Lakishi na Azeka na Sora na Aiyaloni na Hebroni iliyoko katika Yuda na Benyamini, miji yenye maboma. Akazifanya imara hizo ngome, akaweka majemedari humo na akiba ya vyakula na mafuta na mvinyo. Na ndani ya miji yote mmoja mmoja aliweka ngao na mikuki, akaifanya kuwa na nguvu nyingi mno. Yuda na Benyamini ikawa milki yake. Baada ya yote yaliyotendeka, tuona kwamba Rehoboamu alirudia kazi yake ya kujijengea ngome kwa ajili ya ulinzi. Sehemu yote iliyokuwa ufalme wa Daudi na Sulemani babaye, sasa kipande chake wamekuwa hasimu wake kwa sababu ya ushauri aliyoufuata, na pia kutokana na alilotenda Sulemani kwa kumuacha Bwana Mungu. Rafiki, kuna hasara kubwa sana tunapokosa kupokea ushauri kutoka kwa Mungu na watu ambao twafahamu kuwa wamezungumziwa na Mungu au ni watumishi wa Mungu. Lakini kwa kunena habari ya watumishi wa Mungu, ni vyema lolote ambalo walipokea kutoka kwenye kinywa cha mtu awaye yote, yani mtu wa Mungu, uliangalie hilo kwa nuru na mwangaza wa neno la Mungu. Iwapo jambo ambalo amesema mtu wa Mungu haliambatani na neno la Mungu, ndugu yangu, usilifuate hilo, fuata neno la Mungu ambalo umefunuliwa. Hebu tugeukie aya ya 13 tuone hilo ambalo neno latuambia. Neno lasema hivi: wakamwendea makuhani na Walawi waliokuwa katika Israeli yote kutoka mpaka wao wote. Mungu katika maagizo yake kwa Musa aliamuru kwamba Walawi wasiwe na urithi, ila wapewe miji yao. Wote waliokuwa kaskazini mwa ufalme huo waliondoka katika miji yao na kutelemka kusini, yani kuuendea huo ufalme wa Yuda. Hili ni kwa mujibu wa aya hiyo ya 14 na ya 15, ambapo neno laendelea kutuambia hivi: kwani Walawi wakaacha malisho yao na milki yao, wakaja Yuda na Yerusalemu, kwa sababu Yeroboamu na wanawe waliwatupa ili wasimfanyie Bwana ukuhani. Naye akajiwekea makuhani wa mahali pa juu na wa wale wa majini na wa zile ndama alizozifanya. Sababu ya Walawi na makuhani kuondoka katika Israeli ni kwa kuwa Yeroboamu na wanawe waliwafukuza wasifanye kazi ya makuhani. Badala ya ibada kwa Mungu aliye hai, Yeroboamu alianzisha ibada kwa mashetani. Habari hii waipata kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 12 aya ya 27 hadi 29, ambapo neno latuambia hivi kwa habari ya hayo yaliyokuwa katika moyo wa huyo Yeroboamu baada ya yeye kuwa kiongozi au mfalme wa huo utawala wa kaskazini, nayo ndiyo Israeli. Neno lasema hivi: kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yani Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kwenda Yerusalemu. Tazama,
hii ndiyo miungu yenu Israeli iliyowapandisha kutoka Misri. Akamweka mmoja katika Betheli na wa pili akamweka Dani. Mtu huyu aligeuza mioyo ya watu ili waabudu sanamu hizo. Ibada yoyote kwa sanamu ni ibada kwa Shetani. Kanisa lililokuwa kule Pargamo lilikuwa mahali ambapo ni maskani au kiti cha Shetani, maana ibada ya sanamu ndiyo ilikuwepo huko sana. Ibada kwa sanamu daima, msikilizaji, hujidhihirisha kwa jinsi tofauti, hasa kwa kuchukua kitu chochote kile na kukiweka mbele yako badala ya kumweka Mungu mbele yako. Watu wa leo hii huenda watasema kwamba hawaabudu sanamu, lakini kama vile ilivyo, wameweka fedha mbele yao, sifa na mambo mengine kama yale. Ndugu yangu, iwapo umeweka lolote mbele ya Mungu, basi hilo ndilo limefanyika kwa Mungu wako, nawe waabudu sanamu. Ibada yoyote kwa sanamu, hiyo ni ibada kwa Shetani. Neno kwenye aya ya 16 na 17 laendelea kutuambia hivi: na kutoka katika kabila zote za Israeli wakaandamwa na hao waliojikaza na kumtafuta Bwana Mungu wa Israeli, wakaja Yerusalemu ili wamtolee dhabihu Bwana Mungu wa baba zao. Hivyo wakaufanya imara kwa miaka 3 ufalme wa Yuda, na kumtia nguvu Rehoboamu mwana wa Sulemani. Kwa maana muda wa miaka 3 wakaiendea njia ya Daudi na Sulemani. Licha ya yote hayo, ndugu msikilizaji, katika Israeli walikuwepo hao ambao mioyo yao ilimpenda Bwana, nao wakahamia Yuda ili waendelee kumwabudu Bwana Mungu wa baba zao. Neno hili latuambia kwamba kwa muda wa miaka 3 wakaiendea njia ya Daudi na Sulemani, yani walimwabudu Mungu na kutenda kama vile alivyoagiza kwenye neno lake. Kwenye aya ya 18 hadi 22 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Rehoboamu akaoa mke Mahalathi binti Yerimothi mwana wa Daudi, na Abihaili binti Eliabu mwana wa Yese. Akamzalia wana Yeushi na Shemaria na Zahamu. Kisha baada yake akamwoa Maaka binti Absalomu, na yeye akamzalia Abiya na Atai na Ziza na Shelomithi. Rehoboamu akampenda Maaka binti Absalomu kuliko wakeze wote na masuria yake, maana alioa wake 18 na masuria 60, akazaa wana 28 na binti 60. Rehoboamu akamsimamisha Abiya mwana wa Maaka kuwa mkuu, mtawala kati ya nduguze, kwa kuwa aliazimia kumtawaza awe mfalme. Kisha kwa kumalizia sura hii ya 11, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 23: akafanya kwa akili, akawatawanya wanawe wote katika nchi zote za Yuda na Benyamini, katika kila mji wenye boma akawapa vyakula tele, akawatafutia wake wengi. Mara nyingi watu wengi wanaposoma maandiko haya, hasa kwenye Biblia, na kuona kwamba wafalme walikuwa na wake wengi, wao hufikiri kwamba Mungu alikubali hali kama hiyo. Wazo kama hilo ni potovu tena sana. Kilichoko hapa ni kwamba habari tuipatayo ni jinsi mambo yalivyokuwa, na si kwamba Mungu alikubali au kuruhusu kama hayo. Rehoboamu alikosea katika mambo mengi, na kati ya mambo hayo ni katika kutosikiliza ushauri wa wazee waliohudumu katika baraza la babaye, na pia kujaribu kuanzisha vita dhidi ya nduguye na kuwaoa wake wengi. Haya ndiyo alitenda, na Mungu alimhukumu kwa sababu ya kama hayo. Kila dhambi aliyotenda ilimwelekeza kutenda dhambi zaidi, na kwa jinsi hiyo kuwafanya watu wamwache Bwana Mungu wa Israeli. Kumbuka kuwa neno hilo latuambia kwamba ni kwa miaka 3 tu ndipo watu wale walifuata njia ya Daudi na njia ya Sulemani. Tunapogeukia sura ya 12, neno lasema hivi kwenye aya ya 1: ikawa ulipodhibitika ufalme wa Rehoboamu, naye amepata nguvu, aliacha torati ya Bwana na Israeli wote pamoja naye. Haya aliyotenda Rehoboamu, ndugu msikilizaji, hayakukubalika machoni pake Mungu. Kuna watu ambao husoma visa kama hivi kwenye Agano la Kale, nao husema hivi: tazama walilotenda watu hawa, na Mungu hakuwahukumu. Hayo ndiyo hunenwa pia kwa habari ya Ibrahimu alipomchukua Haga ili azae naye. Na kama vile ufahamuvyo, tangu wakati huo hapajakuwa na amani kati ya wazao wa Ishmaili na wale wa Isaka, yani Waarabu na Wayahudi. Matokeo ya Ibrahimu kutomtii Mungu yamekuwa magumu sana, jinsi ilivyo wazi kwetu leo hii.
Sasa Mungu atujulisha kuhusu ukengeufu wa Yeroboamu na jinsi Rehoboamu alivyoacha sheria yake Bwana na kufuata njia zake mwenyewe. Mungu alishitumu yote haya, na ndiposa twapata rekodi hii. Kwa sababu ya dhambi ya watu wale, Misri walivamia ufalme wa kusini, nao ndio Yuda. Baada ya Rehoboamu kuliasi neno la Mungu na kuongoza taifa lote kumwacha Mungu, Mungu alifanya jambo ambalo hakulifanya hapo awali. Kwa sababu ya wafalme waliomfuata Mungu, Mungu aliweka ua la kuwazingira, wala hakuruhusu taifa lolote kuwavamia. Lakini kwa wote waliomwacha, ndugu yangu, Mungu aliwawacha, nao wafalme wa mataifa waliwapora watu wale na kuwachukua mateka. Yote hayo ni mambo tutakayoyaona baadaye. Kwa sasa hebu tutazame yaliyoko kwenye aya ya 2 na hiyo ya 3, ambapo neno lasema hivi: Ikawa katika mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, kwa kuwa walikuwa wamemwasi Bwana, mwenye magari 1,200 na wapanda farasi 60,000 na watu wasiohesabika waliotoka Misri pamoja naye, Walubi na Wasukii na Wakushi. Hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo, ndugu msikilizaji, ilianza kwa mfalme huo wa Misri aitwaye Shishaki kuwavamia watu wale, kwa sababu neno latuambia kwamba walikuwa wamemwasi Mungu. Huyo alichukua dhahabu na mali nyinginezo katika ufalme huo. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 9 na ya 10, ambapo neno lasema hivi: Basi Shishaki mfalme wa Misri akapanda juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ngao ambazo neno la Mungu lanena kuhusu ni kutokana na dhahabu alizoleta Daudi katika nyumba ya Bwana, naye Sulemani kwa kazi ya ufuzi akazifanya ziwe ngao, naye akaziweka katika hekalu. Kwa kuwa zilikuwa zimechukuliwa, Rehoboamu alifanya za shaba na kuziweka mahali pale. Hawakuwa na dhahabu tena, ila shaba. Hukumu ya Mungu, ndugu msikilizaji, ilikuwa juu yake kwa sababu ya dhambi ya kumwacha Bwana Mungu wake. Mtu huyo aliyekuzwa katika utajiri usio na kipimo katika enzi ya babaye na baraka zote alizokuwa nazo, sasa anyenyekezwa kwa sababu ya dhambi zake. Hilo alilotarajia liendelee lilikuwa latoweka kama mvuke machoni pake, naye atambua kwamba utukufu wa ufalme wa Sulemani babaye ulikuwa wadidimia. Rafiki, hiyo ndiyo huwa hali ya kila mmoja anayekosa kumfuata Bwana Mungu kwa kutenda neno lake. Kuna hasara ya kutotembea na Bwana, kwa kuwa yeyote afuataye njia yake na kufuata yasiyo katika maadili yake Bwana, hasara ndiyo huwa sehemu yake, hasa uangamivu. Tembea na Bwana nawe utabarikiwa daima. Na tuombe. Na kushukuru ewe Mungu uishie milele, Mungu uliyetupenda upeo, ukamtoa mwana wake Yesu Kristo aliye ufunuo wako, chapa ya nafsi yako mwenyewe. Bwana, kutokana na haya ambayo tumejifunza, tumefahamu ya kuwa twahitaji kutembea pamoja nawe, twahitaji kupata ushauri kutoka kwenye neno lako, maana neno lako ndilo ushauri ambao washinda shauri nyinginezo, na hivyo tunapolitegemea neno hili tutakuwa na uzima, kwa kuwa neno lako ni uzima kwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba neno hili alilolipokea utamsaidia afahamu ya kwamba pasipo ya kulitenda neno hili yote yatakuwa ubatili, maana yote ya ulimwengu yatapita, pamoja na tamaa yake yote, pamoja na mali yake na fahari yake yote, lakini neno hili litadumu milele, na vivyo wote wanaolitegemea neno hili. Na kushukuru Bwana, maana katika haya utamsaidia na kumwelekeza vyema, kwa kuwa wewe ni Mungu unayewapenda watu wako, ndiposa umetupa neno hili. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayeyatenda, kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu yangu, kama vile tumelipokea neno hili, twahitaji kuenenda katika neno hili. Kumbuka kwamba ushauri unaouhitaji maishani mwako, ili maisha yako yawe jinsi Mungu amekusudia, watoka kwenye neno lake Bwana, na si tu kwa kusoma neno, bali kwa kulitenda neno hilo. Litende neno lake Bwana, nawe utabarikiwa,
maana Mungu amekusudia kuyabariki maisha yako iwapo utaenenda katika neno hilo. Bwana akubariki sana unapozingatia haya na kuyatafakari maishani mwako. Na kufikia hapo, naomba tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kubarikiwa kwa kupata haya ambayo Mungu aliwafanyia watu wake. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.